mwanahabari mkongwe wa michezo na mtangazaji wa michezo wa Radio Jambo. Mahali kesi hii imefika inataka busara ya nchi, kwa sababu tunakwenda kwa Diblo Kaberia Elmago amefariki dunia. Kaberia amefariki dunia Jumapili Mei 24 baada ya kuugua kwa muda mfupi. Kifo chake kimethibitishwa na mwenzake Fred Arocho, nikimnukuu, "My brother and former workmate Diblo Kaberia is dead. A sad day indeed," amesema Arocho. Hata hivyo, katika taarifa ambayo imetolewa na maneja wa rasilimali watu wa Radio Africa, Jemima Ngode, amesema kampuni imepokea taarifa za kifo chake kwa huzuni, huku rais wa shirikisho la michezo humu nchini almaarufu Kenya Football Federation Hussein Mohamed akisema, nikimnukuu, "Kwa huzuni tumepokea taarifa za kifo cha mwanahabari wa michezo aliyekuwa na ari na mapenzi makubwa kwa taaluma yake. Mchango wake katika uandishi wa habari za michezo utakumbukwa milele." Kaberia amekuwa mwanahabari katika kituo cha Wakenya almaarufu Radio Jambo. Alijulikana kwa uchambuzi wake wa kusisimua, ujeshi wake wa kipekee na namna yake ya kuvutia wasikilizaji wakati wa matangazo ya soka. Piga bola pilo, piga gola! Msikilizaji, anaitwa Yesu, anaitwa Gabriel. Sasa ni nani? Ni Gabriel na Yesu hapa. Elmago alijiunga rasmi na kundi la Radio Africa mwezi Oktoba mwaka 2008 na alihudumu kwa karibu miongo miwili hadi kifo chake. Kabla ya kujiunga kwenye utangazaji wa radio, Kaberia aliwahi kucheza soka akiwa kijana, kisha akafanya kazi ya ukocha kwa karibu miaka 10 katika shule za upili. Pia alikuwa mwamuzi wa soka aliyekuwa na mafunzo rasmi. Kaberia alikuwa mmoja wa sauti zinazotambulika zaidi katika utangazaji wa michezo nchini Kenya. Mbali na kutangaza mechi za soka za humu nchini na kimataifa, alisaidia kulea na kuwashauri wanahabari chipukizi wa michezo. Hii passion mmetoa wapi na ilianzaje? Passion ilianza kitambo, manake kule miaka ya nyuma kule nilikuwa namsikiza Jaco Sylvester akifanya matangazo ya kabumbu, hususan michuano za Sekafa. Hata hivyo, Diblo Kaberia Elmago amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 54. Kifo chake ni pigo kubwa kwa sekta ya wanahabari, hasa ya michezo nchini Kenya, huku wanahabari wenzake wakiendelea kumwenzi mchango wake mkubwa katika utangazazi wa michezo. Christopher Yabunge, Sema FM. Barcelona kupigwa na Chelsea ndio nakwambia, hiyo hao sio watu wa kusema ni contender wa ile tournament.